Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni siku ya Jumatano, juma la 15, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ile ya 10, aya ya 5 hadi ya 7 na aya ya 13 hadi ya 16. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 27. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alijibu akasema, Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana anapenda kumfunulia. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu wapendwa, ni wazi na ni shairi kwamba katika maisha daima mtoto mdogo huwa na hali ya unyenyekevu, hali ya kupenda kujifunza kitu kutoka kwa wale walio wakubwa wake, kwa wale waliomtangulia, na hata kwa wazazi wake na jamii inayomzunguka. Mtoto daima anapoambiwa kitu fulani ni kibaya usikifanye, yeye anaacha kukifanya na kufuata maongozi aliyokwisha kupewa. Hali kadhalika, mtoto mdogo anapoonywa ama kwa kuchapwa ama kwa maneno, hujirudi na kuomba msamaha katika kile alichokosea, akitambua wazi ya kwamba alichokifanya ni kosa na ndicho kilichopeleka katika kuadhibiwa kwake. Sehemu ya maandiko matakatifu tuliyoisikia kutoka kwa mwinjili Mathayo inatuasa na kutukumbusha juu ya fadhila ya unyenyekevu. Daima kama Wakristo tunaitwa kuiga mfano huu wa watoto wachanga, kuwa wanyenyekevu na watii kwa wakubwa zetu. Yesu, ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ile ya 11 aya ya 20 hadi ya 24, Yesu anakemea miji ya Korazini, Bethsaida na Kapernaumu, ambayo kwayo alifanya miujiza mikubwa na bado hawakuwa tayari kujirudi. Sehemu tuliyosikia, Yesu anaendelea mbele akiongeza kuwa na unyenyekevu. Mimi na wewe ndugu zangu, tunapata bahati mara kwa mara kulisikiliza neno la Mungu. Tunapata bahati mara kwa mara kutafakari neno la Mungu, aidha katika ngazi ya familia, katika ngazi ya jumuiya, hata katika ngazi ya kanisa kama parokia. Tunapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu na kulitafakari mara kwa mara. Swali la kwanza la kujiuliza ndugu zangu, je, sisi tunakuwa na unyenyekevu ambao unatufanya kuwa tayari kupokea maonyo ambayo tunapewa, kuwa tayari kujirudi pale tunapokosa na kumwendea Mwenyezi Mungu na kuomba toba? Kwa namna ya pekee leo Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventura, askofu na mwalimu wa kanisa. Mtakatifu Bonaventura
alipokuwa na umri wa miaka 4 aliumwa sana kiasi ambacho mama yake aliona ya kwamba ugonjwa huu utamfanya afe mapema, asingeweza kuishi muda mrefu. Ndipo mama huyo alimuomba Mtakatifu Fransisko wa Asizi amwombee mwanaye ili apate uponyaji. Kupitia maombezi ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi, Bonaventura alipata uponyaji na akawa mzima. Na alipokuwa na umri wa miaka 20, alijiunga na Wafransiskani kama ambavyo mama yake alikuwa amesema akipona angelijiunga na maisha ya utawa ili amtumikie Mungu katika maisha ya utawa. Na kisha baada ya kujiunga alipelekwa kwa masomo ya falsafa na tauhidi huko Paris, Ufaransa, na baadaye akawa padre Mfransiskani. Wakati fulani Mtakatifu Toma wa Aquino alimuuliza Mtakatifu Bonaventura, "Ni wapi unapata mafundisho mazuri haya?" Mtakatifu Bonaventura alimjibu, "Nayapata mbele ya msalaba. Natolea muda wangu mwingi kusali mbele ya msalaba kuliko kusoma vitabu." Ndipo akatambua ya kwamba Mtakatifu Bonaventura huwa anatumia muda mwingi katika kusali. Mtakatifu huyu baadaye alikuja kuwa askofu, lakini licha ya kuwa askofu aliendelea kubaki kuwa mnyenyekevu. Mnyenyekevu kwa Mungu, mnyenyekevu kwa wenzake. Hakuruhusu mamlaka yake vimfanye akose unyenyekevu. Mtakatifu Gaspari anasema, msalaba ni kitabu cha kusoma. Kwa namna pekee ambavyo tunaendelea na mwezi huu wa damu takatifu ya Yesu, tujiulize mimi na wewe, kutoka kwenye msalaba tunapata mafundisho gani? Kutoka kwenye msalaba ningependa tuondoke na mafundisho machache, hasa fundisho hili la damu ya Kristo ambayo inamwagika kuwa upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Alipokuwa msalabani Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya kutobolewa ubavuni, zilitoka humo damu na maji. Kwa namna ya pekee, damu aliyomwaga Kristo msalabani ni damu ya upatanisho ambayo ilimwagika kwa ajili ya kutupatanisha sisi na Mungu, sisi na wenzetu. Tujiulize, je, damu hiyo bado inaleta upatanisho kati yetu? Damu hiyo bado inatupatanisha sisi na Mwenyezi Mungu? Jibu la kwamba damu inatupatanisha na Mwenyezi Mungu ni kweli. Je, ni mara ngapi tunakimbilia sakramenti ya upatanisho, hasa pale tunapokuwa tumeanguka katika kutenda dhambi, ili tumuombe Mwenyezi Mungu neema na tujipatanishe naye? Je, tunapojipatanisha na Mwenyezi Mungu, tunakuwa tayari kujipatanisha na wenzetu ambao wametukosea, ambao walitutendea yasiyofaa au walitusemea yasiyofaa, kiasi ya kwamba tukawa tumetengeneza uadui na viambaza kati yetu? Tunapoendelea na mwezi huu wa damu, tuombe kwa neema ya damu takatifu ya Yesu ili tuweze kuwa watu wa upatanisho, kwanza wa nafsi zetu sisi wenyewe na Mwenyezi Mungu; pili, tuwe watu wa upatanisho kati yetu sisi kwa sisi, sisi na wenzetu; na pia tuombe neema ya Mwenyezi Mungu kupitia mastahili ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze kuwa wanyenyekevu kama watoto, na kuwa tayari kujirudi pale tunapokosa, na kuwa tayari kujifunza pale tunapopewa mafundisho. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo.
Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Deogratias Macha wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!